waende wakasome vizuri, wakakuwa vizuri, wafikiri vizuri. Sio kwenye hizi shule wanafundishwa hizi baba na mama anakula wali na maharage. Alafu swali linakuja, baba na mama walikuwa wanafanyaje? A, wanaroga. B, wanacheza kitandani. C, wanakula. Eti mtoto alisema wanakula, unaitwa shuleni unaambiwa mtoto wako ana akili kuliko mtoto wote, amepatia mtihani. Kusema baba na mama wanakula sio kupatia mtihani. Tengenezeni mitaala ya shule ambayo inafundisha watu kufikiria. Sijui mnaelewa? Sio tumesoma hivyo? Mbuga za wanyama Tanzania kwa tunasoma miaka 7 mbuga za wanyama Tanzania ni Serengeti, Ngorongoro, Manyara. Unakuja mitaani hautakiwi kusema habari ya mbuga za wanyama, unatakiwa kulipa bili ya umeme, kulipa bili ya maji, uoge. Ukienda kwenye madaftari utafuta ujifunza nini kuhusu maisha. Mbuga za wanyama Tanzania. Unaamua kujinyonga. Kifo changu kisihusishwe na mtu yote. Tunakihusisha na siabu mimi. Ama naongea uongo jamani? Mimi mtoto wangu alisoma shule ya kata. Hajasoma shule ya kata, amesoma international school. Wote. Hakuna mtoto wa mbunge nchi na waziri nchi ambaye anasoma shule za kata hizo. Na mimi nilishtuka nikiwa mtoto. Nilishtuka. Mbona hawa wanasema hizi shule ni bora afu wao wapeleke huko? Nilishtuka. Unashangaa waziri wa afya ni mwanamke anapata mimba, anaenda kujifungulia Marekani. Alafu anakuambia tumeboresha dispensary kwa ajili ya ukunga. Mama anaenda pale, anakufa, amewekewa damu, labda group B, amewekewa group O. Alafu unaambiwa mtoto anakufa. Alafu unaambiwa panda tu, panda. People. Nafikiri katibu mkuu wetu amefika. Mheshimiwa John Mnyika, karibu sana. Naomba tumshangilie katibu mkuu wetu. Tafadhali sana. People. Katibu mkuu, karibu sana, karibu sana. Pole na safari na pole na kila kitu. Ndugu zangu, nasema nini? Nisikileni mleba. Na kwa nini hii hali mnaona ni kawaida? Kuna kitu tunaitwa kunormalize umaskini. Yaani tumekuwa maskini, nimesema Dar es Salaam maneno. Mpaka tunasema maneno haya. Hivi vimisemo vya Kiswahili hivi. Bwana, maisha ndio hivyo. Ukipata leo hewala, ukikosa Mungu kapenda. Uongo. Hizo ni misimiati za kimaskini, hizo mzikatae. Uongo. Kwamba aliyekupa wewe ndio kamnyima yule. Wao wezi hawajapewa na Mungu, wanaiba, wanatakiwa kemewe. Na mnajitia matumaini. Hata ukilala na njaa lakini ukaamka mama mzima, mtoto ana afya, mshukuru Mungu. Kusudi la Mungu kwa maisha ya binadamu ni kula bata, kufurahi. Suleiman alisema hatima ya siku zote maisha ya binadamu ni kula, kufurahi, kunywa. Tumekuwa maskini mpaka tunatafuta misemo kututia moyo. Yaani kwamba umaskini wako ni halali. Na waganga wa kienyeji wakajua kwamba watu wana shida na maskini na wanalalamikia serikali yao. Wamewekea maandishi kwenye nguzo huko. Mganga wa kienyeji kabambe kutoka Sumbawanga, kuvuta pesa, kuvuta nyota ya mapenzi. Na mapiga simu nyie. Umaskini. Na wengine mmekabwa. Watu wametumia mpaka dini kuibia watu hela. Wanakuwa wemko hapa, najua wanachosema. Naito kwenye mekesha kukemea umaskini. Tangazo, nabii kabambe, God bless, atakuwa na mkesha kabambe wa kuvunja nguvu ya umaskini. Nguvu ya umaskini haivunjwi hivyo. Biblia inasema asiyefanya kazi na asile. Na Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Mtaenda huko mtamwagiwa mafuta mpaka oili, lakini mtapata utajiri. Sasa umaskini unasababishwa na nini? Sisi tunaongozwa na watu wajinga sana. Na wanachama CCM kama mko hapa, nikiwaita wajinga siwatukani, nataja sifa yenu ya msingi. Mmeharibu sana nchi.
Tulikuwa kusini. Unaona rasilimali za ajabu, makaa ya mawe, gesi, bahari, miogo, karanga. Kabla ya uhuru na Chingwe walikuwa na shamba kubwa la karanga Afrika Mashariki na Kati na Kusini. Leo China inanunua ngano Abu Dhabi. Wameua mashamba ya Nafco, Katesh yaliokuwa nalisha ngano Afrika Mashariki. Wapumbavu wa men. Kahawa leo, kahawa wakati wa ukoloni iliyonufaisha nia kuliko wakati huu. Nenda Kilimanjaro kaskazini kuna utalii. Kahawa Kilimanjaro. Wachaga wamekata kahawa. Na utamshangaa basi anakuja. Matikiti maji analipa. Watu matikiti maji. Mnapanda matikiti maji, alafu yanakuwa mengi kuliko soko. Mnaanza kudaiwa kwenye mikoba. Mama amecheka. Isha kukutana hivi. People. Mmekaa kidogo nasikia parachichi. Njombe. Amuoni? Yaani actually hakuna stability ya uchumi. Mimi babake mke wangu nilikuwa kila nikienda nyumbani nakuta tikiti maji nimepaka kama kuwa mwenyewe. Sasa kuna nyumba tunakuwa sana tikiti maji. Nikauliza siku moja, ama tikiti maji yanatoka wapi mbona mengi? Akaambia dada Juli alipanda amekosa soko. Haki ya Mungu mke wangu ungeniona matikiti maji. Hakuna stability ya uchumi. Nchi hii singetakiwa kuagiza mafuta ya kula kabisa. Inaagiza mafuta zaidi ya milioni 27 ya kula. Singida, hapa, Biaramlo, Geita, wapi, Singida, Manyara, kote, Katavi, Iringa, Njombe, Azati na Iva. Tunaagiza mafuta nje. Abu Dhabi ni jambo. Leo Dubai inapokea watalii wengi wa kuangalia twiga kuliko Ngorongoro. Morocco aina wanyama, ina bichi na nyumba za zamani, inapokea watalii milioni 12 kwa mwaka. Tanzania na mbuga nyingi za wanyama kuliko nchi duniani, inapokea watalii milioni 1.5 kwa mwaka. Hiyo wanamhesabu hata Lissu akipita Ngorongoro kwenda kule kwa Tarime kwa ukweni kule, wanamhesabu na Lissu ni mtalii. Ukipokea watalii milioni 30 ama 20 kwa mwaka, nchi 10 kwa mwaka, mtalii mmoja anahudumiwa na watu 3, utatoa ajira milioni 30. Ukitoa ajira milioni 30, hizo ajira wa Tanzania soko la ajira litakuwa kubwa kuliko idadi ya watu. Ndio sababu nchi zilizoendelea unaona zinachukua immigrants. Inachukua watu wa Tanzania kama kana wapi inapeleka kwao kwa sababu kazi ni nyingi kuliko idadi ya watu. Ndio maana mtu mmoja anaweza kufanya kazi 5. Hapa bodaboda ni nyingi kuliko watu. Vijana wote wameenda kwenye bodaboda. Alafu naambiwa je vijana, hii ni kazi mmejiajiri. Mwambie Mama Samia amweke kwenye bodaboda Abduli. Sisi kama tunaelewana Ngulewa. Sasa tunazuiaje hii hali? Hii kazi itakuwa rahisi kama nyinyi mtakuwa majasiri. Haitakuwa rahisi kama nyinyi mtakuwa majasiri. Mkisikia wito wetu wa amani wa kupigania mabadiliko haya, ijieni, tusikilizeni. Mnatulaumu sisi, atuchukue hatua, mnataka tuchukue hatua gani? Sasa na katibu mkuu amefika. Kuna jambo moja muhimu limetokea. Mnasikia kwenye redio. Chadema imepasuka. Chadema haijapasuka. Kamati kuu ya mbinguni imekaa ikaondoa chawa wote ndani ya Chadema. Chama hiki viongozi wangu, chama hiki sio chama cha kupigania baba yako kuwa mbunge wala mama yako kuwa mbunge. Ni chama cha kupigania uhuru wa kweli na mabadiliko ya kweli. Unasikia hao waliondoka wanasema ndoto zetu zimezuiwa. Kuwa mbunge sio ndoto yako, kupigania mabadiliko ndio ndoto ya chama hiki. Mawazo alikufa, ndoto yake imetimiaje? Mdude hatujui yuko wapi, ndoto yake imetimiaje? Sifanyi kazi hii kwa mbunge, nafanya kazi hii watoto hao wadogo waje waseme kulikuwa kuna wazazi wenye akili kipindi kile sisi tunakuwa. Na mimi namshukuru Mungu, sina deni nchi. Nimefanya kwa moyo wangu wote na kwa akili zangu zote, mpaka kwa kufunga na kuomba ili nchi ibadilike. Sasa kesho kutwa watapita huko, tasikia mbele ama Chauma.
eti kile chama cha ubwabwa eti kina helikopta sasa hivi. CCM hawajui kupiga dili. Watakuja huku. CCM inajua haiwezi kuingia kwenye uchaguzi bila Chadema. Uchaguzi huo utakosa morali. Itakuwa vikwazo vingi vya kitaifa, itakuwa doa kubwa kwa nchi. Watafuta kujenga chama kingine ama vyama vingine ili uchaguzi uonekane una shamra. Sasa kwa sababu wao ni madalali na wao kwenye miradi, wito wangu kwenu Muleba na kwa watu wengine wote, watakapokuja msiende, pigeni kelele madalali. Sisi tumeshindwa kuungana kwa sababu miongoni mwetu wengine wanafanya biashara za damu za watu. Kwa vile sisi tumeshindwa kuungana, nyie wananchi mnaweza mkafanya kitu kimoja cha msingi, mkaunganisha nguvu zenu kubwa kwa Chadema. Unganisheni nguvu kubwa kwa Chadema na wengine wote mwapuuze. Sijui kama tunaelewana. Pesa iko nyingi sana. Hii ni mradi wa Chama cha Mapinduzi. G55, hakuna cha G55, ni njaa 55. Njaa 55. Wanaume tusiokuwa na njaa tuko hapa. Na chama hiki, na hapa kiongozi wangu kama mpo, miongoni mwenu kama mpo hapa, mpo wewe ni G55, chomoka, ondoka. Chama hiki hatukutani kundi la kutafuta uongozi, tunakutana kundi lenye malengo ya kubadilisha nchi. Mimi Mnyika akitaka kuwa kiongozi anakuwa chawa, kesho anaenda CCM. Hivi Lissu anataka kuwa kiongozi, akamwambia Samia nitatoka, nitakuwa chawa wako, atakuwa na Lissu. Ataambiwa chagua kazi. Mimi sigombani na serikali kwa sababu nataka kuwa mbunge wa Arusha mjini. Mimi wala wasoma adui zangu. Mimi namsema Amiri Jeshi Mkuu, namsema mkurugenzi wa usalama wa taifa, namsema IGP. Hawa ni mayanki kabisa. Sio kazi rahisi kusema maneno usema hapa mimi. Lazima ujikane nafsi yako kwa sababu ya wema. Na kwa sababu gani unakuwa na matumaini na ujasiri? Kwa hata ukifa katikati ya hiyo kazi, maisha yako yatakuwa na sababu mbele. Sasa Muleba nisikilizeni. Na nyinyi naona kuna waumini wa dini ya Kiislamu wengi hapa. Tena waumini wazuri. Sababu naona sigida za kutosha hapa. Naona sigida manake kuna watu kama ndio bwana alikuwa poa vipi? Shuka sasa hapo bwana. Halo, hapo poa. Waislamu ndio kwa hapa. Siku wa Kristo na Waislamu wakiungana kuzikataa propaganda za Chama cha Mapinduzi, nchi inabadilika kesho. Akisimama hapa mufti, akasimama hapa Sheponda, akasimama hapa Malasusa, akasimama hapa rais wa Katoliki, wakasema kwa pamoja hatutaingia kwenye uchaguzi na waumini wetu hawataingia kwenye uchaguzi mpaka tupate tume huru. Hiyo tume tunaipata kesho. Waislamu sasa hivi unaambiwa na hali yapi? Anawaambia sisi tunampinga Samia kwa sababu ni Muislamu, tulimpinga Magufuli hakuwa Muislamu. Mnafatwa misikitini. Wale kinalema wale kafiri ule. Hakuna mbunge, mimi na Mheshimiwa Mnyika na ndio wabunge ambao tumetetea na Bwege labda. Ndio wabunge ambao tumetetea mashehe na Waislamu waliokuwa na wao kuliko mbunge wote Muislamu. Kuliko mbunge wote. Sasa hivi wanawafuata. Wanaambia wanampiga huyu. Sikiliza, tulifungwa wakati wa Magufuli. Magufuli alikuwa ni Mkristo. Lissu kapigwa risasi wakati wa Magufuli. Magufuli alikuwa Mkatoliki, Lissu alikuwa ni Mkatoliki. Na hii propaganda ilianza leo, kafu wakati kina nguvu. Waislamu nimeambiwa hivi, Wakristo, ikikafu chama cha magaidi Waislamu hawa. Maita Muislamu akakamata majambia uongo. Wakristo mkarudi nyuma kuisapoti kafu. Kafu ikawa na hali mbaya. Naongea uongo. Chadema ikaanza kukua, mkasema chama cha Wachaga, tukakataa. Chama cha Katoliki tukakataa. Wakati wa Kikwete hali ilikuwa mbaya, uchaguzi wa 2005 na 10 na 10 mkaanzisha kitu kinaitwa kura ya maslahi. Kwamba jamani tumtafutie Kikwete kura. CCM hakuna hata mtu mmoja anayejua haki. Au ni Muislamu au ni Mkristo. Haipo. Actually Qur'ani ingekuwa inaandikwa na Biblia. Ile
Ukisikia baada ya siku dhambi 10 nini, usiue, usiibe, usitamani mke wa jirani yako, dhambi nyingine ambayo ingeandikwa ni usiwe CCM. Sasa leo tunakanyaga chini, bandari zinauzwa, mambo yanaharibika, nchi yenyewe mambo yako ovyo ovyo. Na hii yote ni ushirika wa CCM, ina wapagani, ina marastafari, ina wakristo, ina waislamu, ina wasabato. Hili ni kundi la watu wabaya. Tunawaambia hao wakataeni. Nasema huyu ni Muislamu mwenzetu. Hatari yake ni nini? Wakristo tunaona ikifika mahali kwamba rais akiwa madarakani Mkristo, Wakristo hawawezi kumkemea, nchi haipo. Na ikifika mahali rais aliyoko madarakani akiwa ni Muislamu hamwezi kumkemea, nchi haitakuwepo. Kikwete alifunga mashehe wengi kuliko rais yote, na juzi wengine wamenyongwa chini ya utawala wa rais Muislamu. Asalamu alaykum. Mheshimiwa Katibu Mkuu, karibu sana uongee na watu wa Muleba.